Naam, salam na habari za muda huu, natumai uko salama na uko sawa. Sasa katika majina ya Barhatia, huwa tuna jina la tano, ili ni jina mojawapo kati ya majina 28 ya Barhatia. Na haya yafuatayo ambayo ninayokuelekeza hapa ni maelezo yake na masomo yake ambayo utakayoelewa kuhusiana na hili jina la tano. Sasa hili ni moja kati ya majina 28 ya Barhatia ambalo tukiangalia lenyewe herufi yake ya kwanza kabisa ni mim ambayo ipo katika lugha ya Kiarabu. Ya pili ni ze, ya tatu ni jim, ya mwisho ni lam. Yani katika kusoma huwa tunasema masjal. Sasa tukiliangalia hili jina kwanza kabisa unatakiwa uliangalie kuwa linahusiana na manaziri. Katika manaziri yale nilikwambia, manaziri ya mwezi huwa inahusiana na manaziri ya al-haq. Sasa hii ni moja kati ya manaziri ambayo huwa inachomoza, tunaita manaziri ya tano katika manaziri 28. Yani raha ya haya majina ni kwamba kila moja linatembea na manaziri moja ya mwezi. Sasa inapokuwa imechomoza al-haq, basi jua kabisa hili jina na lenyewe linakuwa limepata nguvu ama linakuwa lina nguvu kwa hapo. Sasa tukiangalia katika maana yake, mtu akikuuliza kwamba nini maana ya masjal, ama wewe mwenyewe ukitaka kujua maana ya masjal, jua kabisa maana yake katika lugha ya Kiarabu tunasema ni kwamba yule ambaye yuko, yani yule ambaye yuko, tunasema yani ambaye yupo. Tunaweza tukazungumzia, yani tunasema kwamba ambaye yupo hapo, yani sehemu ambayo unakuwa unafanya ama unataja, basi tunaamini moja kwa moja kwamba Mwenyezi Mungu huwa yupo kila sehemu. Na hata katika maana nyingine tukiangalia, huwa tunaangalia kwa maana ya kwamba ni mwenye kudumu milele. Yani tunakuwa tunamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kudumu milele. Sasa hapa kwa haraka haraka unaweza ukakumbuka kwamba jina ambalo lilikuwa linazungumzia la 4 lilikuwa linasema kwamba Mwenyezi Mungu ni yuko hai, sawa, lakini hili pia linakuja kusema ni wa milele. Kwa hiyo unaweza ukakumbuka kwa baadhi ya Wakristo huwa wakiwa wanasema ama wanamtaja Mungu huwa wanasema uzima wa milele. Hata Waislamu unakuta kuna wengine wanasema al-hayyu al-qayyum, aliye hai, na maana hiyo nyingine. Sasa moja kwa moja kumbe utajua kwamba haya majina yapo kwa ajili ya kumtukuza na kumsifu Mwenyezi Mungu, lakini katika lugha ambayo isiyokuwa lugha ambayo nyie mmeizoea. So moja kwa moja tutaona kabisa kwamba maana yake ni yule ambaye ni yani ambaye wa milele. Kwa hivyo tunasema ni yule ambaye yupo na ambaye ataendelea kuwepo milele. Unapozungumzia ama unapotaja jina masjal, basi unakuwa umemtaja Mwenyezi Mungu kwamba ni yule ambaye yupo na ni wa milele. Kwa hiyo hilo unatakiwa ulifahamu moja kwa moja na ujue hili jina linamaanisha nini. Sasa basi hili ni moja kati ya majina ambayo hayana hawasi nyingi. Hawasi ni matumizi, awali nilikwambia, ambayo moja ya matumizi yake tukiangalia ni kwamba yoyote yule atakayeandika kwenye kikombe. Kikombe hichi ambacho hakina maua, cheupe, yani kinakuwa ni cha mfupa ama cha udongo, basi akaandika na majina 8 ya tahatil. Kuna majina ambayo pia niliwahi kuambia yanaitwa majina ya tahatil, ambayo ukishaandika hayo pamoja na jina hili kwenye kikombe mara 7 na ukampa mwanamke ambaye yeye hana uwezo wa kuzaa, tunazungumzia mfano mwanamke ambaye ni tasa, ama tunazungumzia mfano mwanamke ambaye hana uwezo wa kuzaa. Nafikiri hata kama wewe pia ulikuwepo mmoja kati ya wale member ambao walikuwepo kwenye grupu la The Awakening, waliona pale wakati ambapo kuna binti mmoja ambaye mashallah ni mstaarabu sana. Aliwahi kutoa ushuhuda kwamba mimi nimetumia majina haya na nikaweza kufanya nini, kupata mtoto, hali ya kuwa hospitali nilikuwa nimeambiwa kwamba tayari kizazi kimefungwa. Na kama haitoshi, utakumbuka kuna bwana mmoja pia nimemsahau jina lake, lakini namkumbuka details zake zote. Alikuwa naye ana shida ya mke wake kubeba ujauzito, akayafanyia kazi haya majina, na hata ukitaka unaweza ukamkuta YouTube kwenye channel ya Rakim's Spiritual. Aliwahi kusema kwamba akatumia majina haya na mke wake akaweza kupata ujauzito na hata pia akaweza kufanya nini, kujifungua. Baadaye naye nitamtafuta aje atoe ushuhuda wake, kwa sababu nakumbuka alisema kwamba mtoto amejifungua ni wa kiume. Sasa mke wake, yani msije mkasema mwalimu kasema mtoto kajifungua wa kiume afiwe mwanaume, hapana. Kwa hivyo
Utakapofanya hivyo na kuyaandika na huyo mwanamke akanywa kwa muda wa siku 7, basi hawezi kupata period ya pili, yani hiyo ya kwanza ile itakayokuja ya pili haitafika, isipokuwa atakuwa kashika nini? Ujauzito. Kama tu atakuwa kaingiliana na mumewe, basi atashika ujauzito kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na kama unataka kuyajua majina 8 ya tahatili nitakuandikia hapo mwisho, lakini ujumla wa majina haya yote pia huwa yanaweka jina lingine ambalo ni jipya, ambalo huwa tunaliita ni jina la Lam Kafanajal, ambalo ndo jina linalokusanya haya majina yote na maana zake na kutoka hilo jina moja. Nitakupa mfano wa majina mawili ya Tahatil ambayo mengine nitakuandikia chini nikipata wasaa. La kwanza linaitwa Lala Tohtoil, yani ni Lala Tohtoil. La pili huwa tunaita Mahtohtoil. La tatu huwa tunaita Kahtohtoil. Kwa hivyo yanaenda mpaka yanafika 8, ambalo la mwisho ambalo ndo tunasema ni la mwisho huwa linaitwa Lam Kafanajal, ambalo hili huwa linabeba haya majina yote ya Tahatil, na haya majina tu peke yake haya ya Tahatil yanaweza yakamfanyia mtu maajabu ambayo hakutegemea katika maisha yake. Yani yenyewe tu haya 8 kwa mtu anayeyajua, basi moja kwa moja anaweza yakamfanyia maajabu ya kila aina. Ili wanalo ushuhuda wanafunzi wangu wengi sana ambao wameshasoma haya majina ya Barahatia. Lakini pia moja kwa moja unatakiwa ufahamu kwamba haya majina ya Tahatil yenyewe yana nguvu, na raha ya haya majina ya Tahatil hayana tahadhari kubwa na nyingi kama vile yalivyokuwa majina ya Barahatia. Na ninakuahidi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hakuna yoyote aliyeshawahi kujifunza majina ya Tahatil na yakamletea madhara yoyote. Yaani majina ya Barahatia haya unayojifunza sasa hivi yanakuwa yana hatari zaidi kuliko hata majina haya ya Tahatil. Yani majina ya Tahatil ni majina ambayo yamekaa katika sifa ya upole sana. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayejua zaidi. Sasa baada ya hapo tunakuja kuangalia hawasi ama matendo mengine ama taratibu zingine za jina hili, ama za jina hili la 5 la Barahatia ambalo tumesema ni Masjal. Basi fahamu kabisa moja kwa moja, ikiwa mtu atalisoma mara 50 kila siku, akawa anasoma mara 50 kila siku, akiwa unajua kusoma hili jina sio kama wimbo. Mara nyingi huwa nawakumbusha kutokufanya hivyo, yani usije ukasoma hili jina kama wimbo. Unatakiwa usome akiwa nyuma ya maana yako, unakuwa unajua kabisa kwamba ninamaanisha hichi katika roho yangu. Of which tunakuja kuangalia kwamba jina hili la Masjal maana yake ni kwamba yule ambaye ni wa milele. Kwa hiyo katika roho yako utakubali kabisa kwamba huyu ninayemtaja hapa Masjal ni Mwenyezi Mungu ambaye ni wa milele. Hivyo usije ukasema wa milele ukawa unamaanisha kitu kingine. Masjal sio jina la jini wala shetani ama nini wala malaika, hapana. Hii ni sifa katika sifa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hilo unatakiwa uwe nalo. Basi ikiwa atasoma mara 50 kila siku, Mwenyezi Mungu atamsamehe dhambi zake na kumbarikia yeye uwezo wa kutembelea, yani sehemu ambazo ni za wale tunasema wakubwa wake wa kiroho. Mathalan, mfano kwa Muislamu anaweza kwenda Maka kuweza kutembelea makaburi ya wale wakubwa wake wa kiroho, na kama ni Wakristo kulingana na nia anaweza hata akaenda kutembea tunaita wapi kule Yerusalemu na kadhalika. Sasa moja kwa moja yoyote yule pia atakayetamani kwenda kutembea kwa wale ambao wametangulia mbele ya haki ambao yeye alikuwa anawaheshimu. Tuchukulie mfano babu zako labda wako nchi za nje, unatamani uende ukavisit makaburi yao, ama wako umbali ambao wewe huna uwezo wa kuweza kufika kule, basi ukisoma jina hili kwa nia na kwa taratibu zake na kwa kufuata sheria zake. Sheria zake nimeshawaambia kabla zikoje za majina haya yote, lakini ukifuata hizo sheria zake kwa uzuri sana na kwa utulivu, jua kabisa moja kwa moja utaweza kufika hiyo sehemu, na vile vile utapata hadhi kubwa, yani utainuka na watu watakuheshimu, na kila mtu ambaye atakayekuona atakuwa anakupenda. Kwa hivyo hili jina nimelitolea maelezo mengi kwa sababu hili jina halina upande mkubwa wa kuumiza ama halina upande mkubwa wa shari. Kwa hivyo moja kwa moja nitalitoa pia hili jina kama sadaka kwa wanafunzi wengine ambao wapo kwenye channel ya YouTube na wengine ambao wapo kwenye grupu ya Rakim's Spiritual Update, ili na wao waweze kupata kujifunza. Ina maana katika haya majina ya Barahatia yote unayosoma,
huenda majina matano au sita mwalimu akayatoa sadaka kwa wanafunzi wengine, ambayo hayo majina yatakuwa ni majina ambayo ni yenye kuwakilisha pole zaidi na yenye kuwakilisha heri zaidi kuliko shari. Kuna majina ambayo mwalimu hawezi kuwafundisha wanafunzi wengine ambao hawajakaa naye kuweza kusoma karibu yake, kama vile majina yale ambayo yanayofanana, which ni majina hatari zaidi, lakini pia majina yale ya mwisho mwisho ambayo na yenyewe ni hatari zaidi na yenye kubeba maana kubwa ya barahatia nzima. Yaani kama mtu angekuwa anajua, basi yale ni majina ambayo huwa yanabeba maana nzima ya barahatia. Mfano majina ambayo mwalimu hatapenda kufundisha ila anaweza akafikiria kuja kufundisha baadaye ni kuwafundisha wanafunzi wengine ambao ni random pick. Random pick nazungumzia wanafunzi ambao wanakuwa kwenye mitandao ya kijamii ambao mwalimu hawafahamu wala hajawafanyia uchunguzi kwamba huyo anafaa kufundishwa ama hafai kufundishwa. Majina hayo ni kama vile Shamkhahir, pia kuna Shamkhahiri, lakini pia kuna Shamhahiri. Hayo ni majina ambao mwalimu hatayafundisha kwa sababu tofauti tu na vitabu jinsi vinavyoeleza haya majina. Kuna vitabu vingi tofauti tofauti vinazungumzia majina ya barahatia, lakini vikubwa maarufu utakavyoona watu wengi wanavyovikimbilia ni Shamsi Maarifa pamoja na Mambo Usulil Hikma. Lakini katika vitabu vingine viko vinayozungumzia haya majina mpaka kutaja utajo wake tofauti tofauti, viko vingi sana ambavyo vinaelezea haya majina, sheria na taratibu zake. Basi katika maonyo ya kujifunza, basi kuna majina ambayo mtu hatakiwi kufundishwa ikiwa hajajua sheria za mwanzo ama taratibu za mwanzo. Na hayo ni majina matatu katika majina ya barahatia ambayo huwa yanafanana utajo wake. Ina maana hata kwenye hivi vitabu viwili ambavyo tunaangalia kwenye Shams Maarifa pamoja na Manba Usulil Hikma, utaona jinsi yalivyotajwa na matumizi yake ni kwa kudokoa, yani kwa uchache, ili mtu asiweze kuja kukuta anafanya nini, anayatumia kwa njia ambazo ni za hatari zaidi kwake. Kwa hivyo Rakimz Spiritual ni channel ya kiroho ambayo inahusika na kufundisha wanafunzi elimu za kiroho, lakini pia ipo kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kuwa salama zaidi kwenye masomo yao. Hivyo basi katika hayo majina ambayo mwalimu hatayafundisha, mojawapo ni hayo. Kwa hivyo ni mpaka yule atakayefika kwa mwalimu, mfano wewe hapa ninayekufundisha sasa hivi, basi ndio huyo ataweza kufundishwa.